Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, tukiwa katika mashangilio ya miaka 30 ya uinjilishaji wa Radio Maria Tanzania tangu kuanza shughuli hii Songea mwaka 1996, mara hii 2026, basi miaka 30 inatimia. Bado tuna wadau na wanafamilia wa Radio Maria Tanzania ambao wameendelea kuwa na kumbukumbu njema za redio hii tangu ilivyoanza shughuli zake huko Songea. Leo hii niko na Mama Celine Luhizo. Huyu ni mhadhiri wa chuo cha Mtakatifu Agustini hapa jijini Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndio, umekuwa miongoni mwa wawezeshaji katika mapitio ya vipindi vya Radio Maria Tanzania katika kipindi cha miaka 30 hii tangu ilivyoanza Songea mpaka wakati huu. Tuanze na eneo la maoni yako kwanza. Kwa kipindi hiki umeionaje Radio Maria Tanzania cha miaka 30? Asante sana kwa nafasi hii. Cha muhimu ambacho ninaweza kukisema, Radio Maria ina mchango mkubwa sana kwa jamii katika maisha ya kiimani. Kama ulivyo moto wake, Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Naam. Ni kweli sauti ya Kikristo nyumbani mwa Mkristo. Kwa anayefuatilia vipindi vya Radio Maria, asipopata nafasi ya kusikiliza kwa siku moja, amekosa mambo mengi sana. Kwa hiyo Radio Maria, kwa kadiri ya maudhui ya vipindi vyake, inamjenga mtu katika maisha ya kawaida, ya nje, masuala ya kijamii, lakini kwenye masuala ya kiroho, Radio Maria Tanzania ina mchango mkubwa sana. Na kwa kadiri ya mapitio ya vipindi ambavyo nimepata nafasi kuyafanya, watu wanaoisikiliza Radio Maria wanathubutu kusema kwamba Radio Maria imebadilisha maisha yao. Kwa hiyo kwa miaka 30 tangu kule ilikoanzia mwaka 96 mpaka sasa, ilianza kusikika baadhi ya mikoa tu. Kitendo cha kuwa na nafasi ya kusikika mikoa mingi zaidi, ina maana inasikika na watu wengi zaidi. Waliopata neema ya kusikiliza na kuguswa na maneno yaliyopitia kwenye vipindi vya Radio Maria, hayo yamewabadilisha sana watu katika maisha yao ya kiimani na maisha ya kijamii. Umekuwa sehemu ya wapishi ambao sasa wanaipika Radio Maria Tanzania kutoka sasa 30 kuelekea 50 majaliwa katika jubilei ijayo ya miaka pengine 50. Unafikiri katika maboresho ambayo maoni yenu yamejikita huko, kufanya mapitio ya vipindi vilivyopo na kujaribu kuongeza baadhi ya vitu, ni vipindi ambavyo yule ambaye anatusikiliza sasa hivi atarajie atakuwa na sura gani endapo haya ambayo mnayashauri yanafanywa kazi? Kwa kadiri ya mapitio tuliyoyafanya, endapo Radio Maria Tanzania itajikita katika kuandaa vipindi ambavyo vitashirikisha zaidi maoni ya wasikilizaji, kwamba wanahitaji vipindi viwe vinarushwa saa ngapi, viwe vinahusisha mada zipi za kimaisha, viwe vinahusisha mada zipi za kiimani, hapo utakuwa unagusa yale mahitaji halisi ya wasikilizaji wa Radio Maria. Lakini mahali fulani wasikilizaji wameonyesha kuna vipindi wanavyovipenda zaidi, na ndivyo wanavyovisikiliza. Vipindi hivi ikiwemo nyimbo za dini na vipindi vingine vya burudani, ikiwemo chaguo la nyimbo za dini, kwaya zetu. Vipindi hivi vimeonyesha vina wapenzi wengi sana. Na kikubwa wanachokitafuta kule ni ujumbe unaopatikana kupitia hizo nyimbo wanazozisikiliza. Nguvu iongezeke pale ili hawa tusiwapoteze, kwa sababu kadiri ya mapitio yale wanaosikiliza vipindi wameonekana ndio wengi zaidi. Lakini wapo ambao wanaonekana wapo nyuma, vipindi hivyo hawavisikiliza, wanasikiliza vipindi vingine, na vipindi vile wanavyovisikiliza kwa uchache tuongeze nguvu. Kumbe muongeze kile wanachokitaka kwa kupata maoni yao hawa wasikilizaji, kuviimarisha vile ambavyo vinaonekana vina wasikilizaji wachache, na vyenye wasikilizaji wengi tuviongezee nguvu, viendelee kuimarika, vikavute wale wachache walio nje, wavute kuja kuvisikiliza. Ndio, Mama Selina, wewe ni mbobezi pia katika mawasiliano kwa umma na umekuwa mhadhiri katika eneo hilo. Pengine kwako binafsi, kiachilia mbali swala hili la namna unavyoshauri maboresho, kama kwa jicho la mtu mwenye utaalamu katika kuwasilisha masuala haya ya habari na masuala ya vipindi mbalimbali, nini ambacho Radio Maria inaacha alama kwenye jamii katika miaka hii 30, hasa kupitia vipindi vyake kwa jicho hilo la kitaaluma? Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwa Mkristo, kwa hakika alama ya maisha ya kiimani
maisha ya kiutukufu, maisha yanayomjua Mungu. Alama hii haitafutika kwenye maisha ya mtu anayevifuatilia vipindi vya Radio Maria. Na yule ambaye hana nafasi ya kusikiliza vipindi vya Radio Maria, kwa hakika anachokikosa ni kikubwa sana, kwa sababu kama hakusikiliza hawezi kujua kilichomo ndani ya vile vipindi. Lakini hawa wanaosikiliza, maisha ya kiimani kwao yana utajiri mkubwa sana utakao waongoza kwenye kuishi Ukristo wao na hatimaye kurithi ufalme wa mbinguni. Asante sana. Asante. Barikiwe sana. Amina. Mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, tumekuwa na mazungumzo ya kuhusiana na miaka 30 ya Radio Maria Tanzania na Mama Celine Luhizo. Huyu ni mhadhiri wa chuo cha Mtakatifu Agustini hapa jijini Dar es Salaam, na amezungumzia kwa mapana kuhusiana na namna ambavyo amekuwa mwezeshaji hapa, lakini kuhusiana na maboresho na namna vipindi vya Radio Maria vinavyowafikia wasikilizaji katika maeneo mbalimbali nchini mwetu Tanzania. Jina langu ni Ferdinand Irunde, endelea kusalia na Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ya Radio Maria.